Maafisa wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu waliwaua kwa kuwapiga risasi washukiwa 4 wa uhalifu waliojihami kwenye barabara ya kutoka Eldoret kuelekea Kiplombe na Soy. Hata hivyo, washukiwa 2 walitoroka na wanasakwa na polisi. Genge hilo linaaminika kushiriki matukio ya wizi wa kimabavu yaliyoripotiwa katika maeneo ya Kitale, Kapenguria, Nandi, Marakwet na Eldoret. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Sicharani alisema maafisa wa upelelezi kutoka kitengo cha OAT kwa ushirikiano na maafisa wa usalama wa eneo hilo waliwafumania washukiwa hao waliodaiwa kuvalia magwanda ya kijeshi walipokuwa wakitekeleza wizi. Ripoti kama hizo, polisi walichukua hatua mara moja na kwenda hiyo njia ya Kiplombe. Walipofika mahali pale wakapata hawa watu 6 wakiwa katika nguo sare ya jeshi, wamechanganya na nguo za raia. Na kwa kawaida polisi waliwaita wajitambulishe kama wao ni polisi ama sio polisi, lakini mmoja wao alichukua pistol na kuanza kufiatulia risasi polisi. Maafisa hao wanaamini washukiwa hao ni sehemu ya genge la wahalifu ambalo limekuwa likijifanya kuwa maafisa wa polisi na jeshi na kutekeleza visa vya wizi wa mabavu katika eneo la Bonde la Ufa tangu mwaka jana. 2 walitoroka, lakini uzuri tuna information mzuri sana. Tunawafuata na huenda wakawa wametoroka wakiwa na majeraha. Tunaomba wananchi kwamba mkiona mtu akiwa na jeraha, huenda ikawa ni wale waliotoroka. Hawa watu 6 wameangaisha mji huu wa Eldoret, wameenda paka kule Nakuru, wameenda paka kule Kitale, Trans Nzoia, wameenda juzi paka Elgeyo Marakwet, lakini siku zao zilikuwa zimehesabika. Maafisa hao walipata bastola aina ya Falcon ikiwa na risasi 6, bastola ya kujitengenezea, ganda la risasi, nyundo, vifaa butu, barakoa, glovu na kamba katika eneo la tukio. Miili ya washukiwa hao 4 imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya Moi ikisubiri kutambuliwa. Jacqueline Masharia, Darubini.